Bila kuficha wala kuzungumza kwa kona kona, ukimwongelea mchezaji Pacome Pedro Zouzoua kutoka klabuni Young Africans, unazungumzia nyota ama mastaa ambao sasa hivi wanawika vibaya mno hapa Afrika Mashariki, lakini pia na baadhi ya nchi zinamtambua Pacome kwa ufundi na ustadi wa hali ya juu kwenye soka, na ndio maana amepachikwa jina la profesa wa mpira, na hii ni kutokana na vile ambavyo mpira umekuwa ukimtii mguuni. Wachezaji wengi wenye asili ya kuwa talented, ya kuwa na uwezo mkubwa ama kuzaliwa na vipaji vya mipira, huwa wana asili hii ya mipira kuweza kuwatii ama kuwakubali kwenye miguu yao, huwa haitoki pale ambapo wanataka kufanya kwao. Ukilinganisha na kauli hii, ukimzungumzia mchezaji kama vile Lionel Andres Messi, miongoni mwa wachezaji ama nyota wakubwa duniani ambao pia wana talent kubwa ya mpira wa miguu, hapa utaamini kile ambacho nakizungumza, na ndio maana hata watu wengi pia wamekuwa wakimuita Pacome Pedro Zouzoua kama Messi wa bongo. Hii inaashiria kwamba ana vile element na udambu fulani ambavyo Messi anavyo. Sasa jambo kubwa ambalo watu wengi wameweza kuliongelea mara baada ya mchezaji Fiston Mayele kuweza kulizungumza ni utabiri mkubwa ambao Mayele ameweza kuweka ama kuzungumza juu ya mchezaji Pacome wa Yanga. Inafahamika kwamba Mayele kabla ya kuondoka alikuwa akicheza klabuni hapo Yanga, na Yanga ndio timu ambayo imemtangaza yeye kimataifa zaidi, na hii huweza kutumika kwa wachezaji mbalimbali kama njia ya kuwafikisha katika mataifa ama nchi za ahadi mara baada ya kufanya vyema. Sasa Mayele amemtabiria Pacome kwamba kwa viwango na ufundi mkubwa ambao anauonesha, hii itafanya yeye kuweza kufika katika mataifa ya mbali, sababu Yanga anaamini